Nimefanya scanning ya mkoa wote wa Lindi huu. Kuna baadhi ya migogoro ipo kati ya wilaya na wilaya kuhusu mipaka. Baadhi ya migogoro kati ya vijiji na vijiji viko ndani yenu. Nimejaribu kabisa kufanya angalau sababu ni nini. Sababu kubwa karibu Tanzania mzima hii ni kugombania rasilimali zilizo kwenye maeneo hayo ambayo mnasema yana migogoro. Mimi binafsi yangu ambaye mimi mmenitoa nimwakilisha Mheshimiwa Rais katika nafasi ya naibu waziri sehemu ya ardhi, nyumba na maendeleo ya makazi. Nikifika kwenye eneo kama hilo, mimi natembea na wataalamu wanetafsiri hayo mazingira, wakiwaambieni mpaka ukiwa hapa usije kusema sasa waziri unatuambiaje. Sisi kazi yetu sio kutengeneza mipaka. Mipaka inatengenezwa kijiji na kijiji, wilaya na wilaya. Nyinyi wenyewe mkichakubaliana, basi anayeshikilia dhamana sasa ya kutengeneza mipaka ili ijulikane, hatima yake itolewe GN, ndio sasa wizara inakuja. Lakini baadaye ikishawekwa, sasa pale ni kazi kwenu kuilinda na kuiheshimu. Sasa ninaombeni sana katika ngazi yenu, visimamieni vijiji ili mkaangalie tafsiri hizo, muweze kurudisha mipaka hiyo ijulikane kwa wazi. Sio swala ukiona msitu unasema msitu sisi zamu yetu tulikuwa tunalima mpaka kule, kwa hiyo unatamani mpaka uende mpaka kule, kumbe unatamani msitu uingie kwenye wilaya yako au kijiji chako au kata yako. Sasa hapo unazusha mgogoro. Sasa mimi ninachowaombeni tafadhali sana, tuweke angalau budget line ili angalau tuweke dhana hii ya kupanga na kupima na pamoja na kumilikisha hayo maeneo. Hapa mmepewa maelekezo na fahamu, katika kila halmashauri mtenge fedha kwa ajili ya kupanga, kupima na kumilikisha, au ukitaka kusema kuwa na mpango bora wa matumizi ya ardhi, kwa sababu migogoro mingi ya ardhi inatokana na baadhi ya vijiji kutokuwa na mpango wa matumizi ya ardhi, ambao unasababisha sasa mmoja kati ya mtu na mtu, kijiji na kijiji, wilaya na wilaya kuanza kusema mpaka wangu huko hapa, hii ni mali yangu. Na hii yote hii inatokana na kutokuwa na mpango wa matumizi bora ya ardhi. Lakini pili, kuwa unaona magomvi kati ya wakulima na wafugaji. Huo mtazamo unasababishwa na kutokuwa na mpango wa matumizi bora ya ardhi. Kila unapokanyaga ardhi na sisi umetuhusia. Kwa hiyo nina uhakika utulivu utakwenda kuwepo. Lakini na bajeti zetu kwa sababu zishapita, ila kwa sababu mapato ya ndani yako mambo, baadhi ya mambo wakiongeza, wakipanua wigo wanaweza